Unaangalia Al-Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu. Ni jambo zuri sana, na Allah subhanahu wa ta'ala audumishe umoja kama huu, na kila mwaka unapokuwa unaingia unabadilika, basi ni muhimu kuendelea kupatikana kongamano kama hili ambalo litaweza kustawisha Uislamu wa mji wa Tanga na Tanzania kwa ujumla, na hata ikiwezekana fikra hii kuenea katika ulimwengu mzima. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msifarikiane. Hii ndio itakuwa aya ambayo inaniongoza katika maudhui au katika mada ambayo nimepangiwa kuelezea mizozo, mifarakano, ikhtilafu, kupishana katika Uislamu, kupishana katika jamii, kugombana katika taasisi, katika umma wa Kiislamu, nchi kwa nchi, migogoro katika nchi kwa ujumla. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msifarikiane. Ndugu zangu, Uislamu ulipotoka ni dini ambayo ilikuwa ina nguvu sana, tofauti na hivi sasa. Uislamu ulipotoka ulikuwa na nguvu sana, na Sayyiduna Umar ana maneno yake, anasema, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, sisi ni watu ambao tulipata nguvu, tulipata sharaf, na Mwenyezi Mungu alitupa nguvu kwa sababu ya Uislamu. Uislamu ulipotoka ulikuwa una nguvu sana, na kila mmoja anajua Waislamu wale walikuwa ni wachache, lakini waliweza kufanikiwa, na Uislamu ukafika mpaka katika mji wa Tanga, ukafika mpaka kwa Wadigo, watani zangu, ukafika mpaka kwa Wazigua, mpaka kwa Wanyamwezi, lakini Waislamu wale walikuwa ni wachache sana. Ukisoma katika historia, vita Badri Waislamu walikwenda kupigana wakiwa 313 katika riwaya ya kwanza. Kuna riwaya nyingine inasema Waislamu walikwenda kupigana wakiwa 314, lakini riwaya yenye nguvu walikuwa 313. Na wale ambao wasiokuwa Waislamu walikuwa takriban 900 katika riwaya ya kwanza, lakini wapo wanahistoria wanasema wale makufari walikuwa zaidi ya 1000. Lakini katika vita ile Waislamu waliweza kushinda. Kwa hiyo wale wenzetu walikuwa ni wachache, lakini waliweza kupambana katika vita na waliweza kushinda. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anakumbusha tukio lile, anasema, walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adhilla. Wanawachuoni wafasi wanasema Mwenyezi Mungu hapa anaelezea tukio la Badri, ya kwamba tuliwapa nusra nyinyi katika vita ya Badri, hali ya kuwa nyinyi mlikuwa wanyonge, hali ya kuwa nyinyi mlikuwa madhalili sana, lakini Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa nusra. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu aliweza kuwafanya wale washinde wakiwa wachache? Leo duniani takwimu inaonyesha tupo Waislamu takriban bilioni 2, na ndio watu ambao ni wengi kushinda dini nyingine zote duniani. Wanaanza Waislamu, wanafuatia Wakristo, wanakuja Wayahudi, wanakuja Mabudha na dini nyingine, lakini Waislamu ndio wanaongoza. Sasa kwa nini Waislamu wa leo hatuna nguvu, na Waislamu wa leo tumekuwa madhalili, tumekuwa wanyonge, hali ya kuwa tupo wengi sana? Lakini wale waliopita walikuwa ni wachache, lakini waliweza kupata ushindi. Kwa nini? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, anathibitisha akielezea vikundi vile vilivyokuwa vichache wakati ule, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah, kuna makundi mangapi madogo yaliweza kupata ushindi dhidi ya makundi makubwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anathibitisha kuonyesha ya kwamba Waislamu wale waliopita walikuwa ni wachache, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala waliweza kupata ushindi katika vita mbalimbali, na waliweza kuupeleka mbele Uislamu. Kwa hiyo Uislamu ulipotoka ulikuwa na nguvu sana,
Na moja ya sababu iliyopelekea wale wenzetu kuwa na nguvu, jambo la kwanza, walikuwa na ikhlasi katika nafsi zao. Yani walipokuwa wanafanya mambo, walikuwa wanafanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walikuwa hawafanyi mambo kwa ajili ya kujilinganisha na wengine. Walikuwa hawafanyi mambo kwa ajili ya kushindana au kuwabeza wengine au mtu kuota majipu mimi ndio mimi. La hasha wakalla. Walikuwa na ikhlasi, walikuwa wanafanya mambo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia walikuwa na imani ya kweli katika yale waliokuwa wanayafanya. Walikuwa na imani ya kweli katika mioyo yao, katika nafsi zao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala aliweza kuwapa nusra. Mafuhumu mukhalafa ni kwamba leo tupo wengi sana, tunashindwa kuunusuru Uislamu, na Uislamu unaonekana hauna nguvu duniani. Maana yake inaonyesha ikhlasi zetu zimekuwa ni ndogo na imani zetu zimekuwa ni ndogo. Ndio maana Uislamu umekuwa hauna nguvu. Ndio maana leo unaweza ukaona baadhi ya mataifa fulani ya Kiislamu yanapigwa, au Waislamu wa nchi fulani wanaonewa, na wala Waislamu wa nchi nyingine wasiweze kuwatetea wale wenzao. Kwa sababu gani? Kumekosekana imani ya kweli na ikhlasi ya kweli. Ndio maana umma leo umekuwa umefarakana na umekosekana umoja wa kweli, kwa sababu watu wamekosa ikhlasi na imani. Kwa hiyo wale wenzetu walifanikiwa, japokuwa walikuwa wachache, walikuwa wakiyafanya mambo yao kwa ikhlasi ya kweli. Kwa hiyo Uislamu ulipotoka ulikuwa na nguvu sana, tofauti na hivi sasa. Lakini ukisoma katika historia, katika miongoni mwa watu ambao walikuwa wa mwanzo mwaka 849, ukisoma katika historia, university ya kwanza inaanzishwa duniani, University of Qarawin au Qarwin, iko katika mji wa Morocco. Ni chuo kikuu cha kwanza kilichoanzishwa na Waislamu duniani. Chuo kikuu cha kwanza kinaanzishwa Morocco, kimeanzishwa na Waislamu. Wakati huo Waislamu walikuwa wana nguvu kweli kweli, na ndio maana unaona katika moja ya vitu ambavyo dunia mpaka leo imekopi na kupesti ni yale mavazi ambayo wanayavaa wale watu ambao wanamaliza vyuo siku ya graduation ile. Yale mavazi wanakwenda kuvaa majoho, wanavaa na kofia. Yale ni mavazi ya Kiislamu ambayo yaliasisiwa tangu mwaka 849 katika mji wa Morocco. Kwa hiyo ukisoma katika historia, tulipotoka Waislamu tulikuwa na nguvu hata katika nyanja ya kielimu. Tuliweza kufanya tafiti mbalimbali, tuliweza kufanya mbalimbali, tuliweza kuanzisha mambo mbalimbali. Lakini nguvu yetu iko wapi ya kiutafiti? Leo tuna chuo kikuu cha MUM, University of Morogoro, kile tunacho kimoja. Lakini kwa nini tunacho kimoja tusiwe navyo 5 au 6 au 7 au hata 10? Ikiwa sisi Waislamu ndio watu wa mwanzo kuanzisha chuo kikuu cha kwanza duniani ni sisi, kwa nini leo tunacho kimoja Tanzania? Tafsiri yake ni kwamba kuna baadhi ya maeneo tumekosea. Kwa hiyo Waislamu walikuwa na nguvu tangu enzi ya miaka hiyo, karne kadhaa zilizopita katika nyanja ya kielimu. Rejeeni, kuna kitabu kinaitwa The Story of Civilization. Wanaeleza namna ya kupiga hatua katika nyanja ya kisayansi, katika nyanja ya kijiografia, katika nyanja, kwenye kila elimu unayoijua Uislamu ulikuja kupiga hatua. Lakini aliyekuja kufundisha elimu hizo alikuwa ni Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Uislamu ulipotoka ulikuwa na nguvu mno. Tukianza kuelezea wanawachuoni ambao walikuwa ni Waislamu waliopita, mfano kulikuwa na mwanawachuoni anaitwa Avicenna, waliosoma elimu ya medicine. Katika moja ya wanawachuoni ambao huwa wanafanya reference ya tafiti zake na gunduzi zake mbalimbali ni Ibn Sina, ambaye alikuwa ni mwanawachuoni wa Kiislamu. Na wanawachuoni wanaeleza Avicenna ndio moja ya wanawachuoni wa mwanzo aliyeweza kugundua kitu kinaitwa ganzi. Leo ukienda kufanyia operation, daktari anakuchoma sindano ya ganzi ufanyie operation. Mtu aliyefanya utafiti na kugundua ganzi alikuwa ni Ibn Sina,
ni mwanawachuoni wa Kiislamu. Nendeni mkarejee wanawachuoni wa kina Al-Khawarizmi, rejeeni wanawachuoni mbalimbali waliopita katika tafiti ya jiografia, science na elimu nyingine. Waislamu tulikuwa mbali, tumefanya tafiti nyingi na gunduzi nyingi, lakini nguvu ile ya Waislamu leo iko wapi? Maana yake kuna mahala tumekosea, ndiyo maana nguvu yetu imepotea. Turejeeni kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alipohama kutoka Makka kuhamia Madina, kila mmoja anajua historia, sitaki kurejea kwa sababu ni historia maarufu na mashekhi wapo wanaifahamu. Lakini alipohama kutoka Makka kuhamia katika mji wa Madina, aliingia Madina Bwana Mtume hali ya kuwa hana chochote, na aliingia Madina na masahaba zake hali ya kuwa hawana chochote. Waliondoka Makka pale, waliacha kila kitu. Wakina Abdurrahman bin Auf, wakina Uthman bin Affan walikuwa ni wafanyabiashara katika mji wa Makka, lakini waliondoka, waliacha kila kitu katika mji wa Makka, walikwenda katika mji wa Madina. Na wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anakwenda katika mji wa Madina, ulikuwa hauitwi Madina al-Munawwara, ulikuwa ukiitwa Yathrib. Wakati huo kabla ya Mtume hajaenda katika mji wa Madina, umeitwa Madina al-Munawwara kwa sababu ya ujio wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna mambo makubwa aliyafanya katika mji wa Madina. Niwapeni kionjo kimoja kizuri sana, ili mkitaka kujua Waislamu walikuwa wana nguvu na wamefanya tafiti nyingi na wamegundua vitu vingi. Nguvu ile ya Waislamu leo iko wapi? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipoingia katika mji wa Madina, alikuta mji wa Madina watu wanakufa na magonjwa ya kuhara. Samahani kwa kutumia lugha hii, yani watu walikuwa wanaugua magonjwa ya tumbo, na moja ya sababu ya vifo vingi vya watu wa Madina walikuwa wanakufa na magonjwa ya tumbo. Na historia inaonyesha baba yake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipotoka Makka kuelekea Madina kwenda kuwasalimia wajomba zake Banu Najjar, inasemekana wakati anarudi baba yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikufa na ugonjwa wa tumbo, na inasemekana sababu ya ugonjwa ule ilitokana na maji aliyokuwa amekunywa katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipoingia katika mji wa Madina, moja ya vitu alivyokuwa amevifanya, Mtume alimwamrisha sahaba wake, alikuwa akiitwa Abu Ubaida ibn al-Jarrah, aende akafanye utafiti ni namna gani wanaweza wakapata salama. Abu Ubaida ndiyo sahaba wa mwanzo aliyeweza kutafiti katika mji wa Madina na akaja na solution ya namna gani wanaweza wakapata maji safi na salama. Madina walikuwa kunywa maji wama kwenye visima, yani ngamia walikuwa wanakunywa umo, farasi walikuwa wanakunywa umo, mbuzi wanakunywa umo. Kwa hiyo yale maji yalikuwa yanazalisha bakteria. Sasa Abu Ubaida alipokwenda kufanya akaja na jawabu kwa Mtume, akamwambia sababu inayopelekea magonjwa haya ni kwa sababu tunakunywa maji yaliyotuama. Tufanyeje? Abu Ubaida akamwambia Mtume, tuchimbe visima katika milima tupate maji yanayotiririka, watu watakuwa wanakunywa maji yanayotembea, hatutoweza kupata madhara haya. Wazo lile likachukuliwa, ikachimbwa mifereji katika milima, Waislamu wakaanza kupata maji yaliyokuwa safi na salama, na wasiokuwa Waislamu mpaka leo tunavyozungumza, sababu ya kupatikana maji safi na salama katika mji wa Madina ni sahaba wa Mtume aliyekuwa akiitwa Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Kwa hiyo huyu Mtume akamuita muhandisul miyah, akamuita ndiyo injinia wa maji. Kwa hiyo unapozungumzia mtaalamu injinia wa maji katika dunia, unamzungumzia sahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Hii inaonyesha nguvu ya Uislamu uliotokea na tafiti mbalimbali ambazo Waislamu walizoweza kufanya. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alipoingia katika mji wa Madina, alikuta kuna makabila matatu makubwa. Alikuta kuna kabila laitwa Banu Qainuqa, kabila la Kiyahudi. Alikuta kuna kabila laitwa Banu Nadhiri,
ni kabila la Mayahudi, alikuta kuna kabila laitwa Banu Quraidha, ni kabila la Kiyahudi. Haya yalikuwa ndiyo makabila makubwa katika mji wa Madina, na haya yalikuwa ni makabila ya Kiyahudi. Lakini wanahistoria wanasema makabila haya matatu hayakuwa makabila wenyeji mji wa Madina. Hawa kihistoria hawakuwa makabila wenyeji katika mji wa Madina. Makabila wenyeji katika mji wa Madina walikuwa ni Ausi na Khazraj na baadhi ya makabila mengine. Lakini ajabu aliyoikuta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa Madina, wale wenyeji wa mji wa Madina walikuwa ndio wanyonge. Walikuwa wanyonge, madhalili, malofa, hawana chochote. Yani mfano wake kama hapa Tanga, Wadigo wakawa ni malofa, mtansamee watani zangu. Kisha wakatokea Wazaramu wakaja hapa wakawa ndio wana pesa. Ndio hali katika mji wa Madina. Kisha wakaja hapa Wazaramu wakawa ndio wana maghorofa, wana mabiashara, wana kila. Ndivyo hali ilivyokuwa katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama akataka kujua sababu ni nini, kwa nini hawa wenyeji wanaishi katika. Mtume akatafiti, akagundua, akaona ya kwamba wale Mayahudi, moja ya mbinu waliokuwa wanaitumia, walikuwa wakiwagawa wale Ausi na Khazraj. Walikuwa hawaelewani. Pale katika mji wa Madina kuna siku inaitwa Yaumu Bu'ath. Ni kama unavyoona Rwanda 1994 kuna kitu kinaitwa Rwanda Genocide. Kuliwahi kutokea mauaji ya kimbari ya Rwanda. Wale Wahutu na Watusi waliuana sana katika nchi ya Rwanda. Nafikiri watu wazima watakuwa wanaelewa. Mwaka 93 94. Sasa mauaji yale walikufa zaidi ya watu 100. Sasa tukio kama lile liliwahi kutokea katika mji wa Madina. Wale Ausi na Khazraj waligombana kwa sababu walipigana wao kwa wao. Na aliyewagombanisha yalikuwa ni haya makabila matatu ya Kiyahudi. Mayahudi wana kitu kimoja wanaita divide and rule, farriq tasud, wagawe uwatawale. Yani wakitaka kuja kuwatawala watu wa Tanga, watakuja kuwagombanisha, wataenda Mawa. Unajua kule Shamsia wanasema wao ilmu ya arudhi wao ndo wanaijua kulikoni nyinyi. Wakitoka hapa watakwenda Shamsul Maarif kwa kaka yangu Sheikh Samiri. Wakifika kule wataambia unajua kule Shamsia wanasema nyinyi nahwa muijui, wao ndo wanaijua. Wakitoka hapo wataenda Rashadi kwa baba yangu Baamiri yuko pale, unajua kule Mawa wanasema nyinyi bwana ilmu al-faraidh nyinyi muijui, wanaijua wao. Yani Myahudi akifika mahala, moja ya principle yake anayoitumia ni farriq tasud, wagawe uwatawale. Sasa hii aliikuta Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mji wa Madina. Wale wenyeji wakawa hawaelewani kwa sababu walikuwa wakigombanishwa na hawa Mayahudi. Wale wenyeji wa pale Ausi na Khazraj wakawa ni kama vile wafanyakazi, wanakwenda kununua, wanakwenda kufanya vibarua, wanafanya kazi, lakini Mayahudi ndio walikuwa wakimiliki uchumi. Ni kwa sababu gani? Walifanikiwa kuwagawa wale wenyeji wa Madina. Sasa Mtume alipogundua hilo, akaona hakuna namna ili nguvu ya Uislamu iweze kupatikana katika mji wa Madina, ni lazima hawa niweze kuwaunganisha, lao liwe moja. Lazima niweze kuwaunganisha hawa, lao liwe moja. Wakiungana hawa ni rahisi kuweza kupiga hatua za kimaendeleo katika mji wa Madina, lakini pia ulimwenguni kwa ujumla Uislamu uweza ukafika. Mtume alichokifanya akawachukua Ausi na Khazraj akawapatanisha. Baada ya kuwapatanisha Bwana Mtume, tukio lilofuatia Mtume akawaunganisha sasa kati ya wale waliotoka Makka na wale wenyeji wa Madina ambao walikuwa wakiitwa Ansar, ambao ni Ausi na Khazraj. Wale akawaunganisha, udugu lao likawa ni moja. Mwenyezi Mungu mtukufu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwaunganisha, ilifikia kiwango wale watu wa Madina waliwapenda ndugu zao waliotoka Makka, na hawakuona dhiki kuwapa kwao walivyokuwa navyo, japokuwa wale wenyeji wenyewe
wa mji wa Madina walikuwa wana dhiki, lakini hawakuona tabu kuwapa ndugu zao, kwa sababu mtume aliwaunganisha, lao likawa ni moja. Ili ni jambo kubwa ambalo mtume alilifanya katika mji wa Madina. Silaha namba moja inayoweza kuwafanya waweze kupiga hatua za kimaendeleo mahala popote ni lazima wakubali kuungana, lao liwe moja. Jambo la pili ambalo mtume alilifanya katika mji wa Madina, ukiacha kujenga msikiti, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alijenga soko katika mji wa Madina. Soko la mwanzo kujengwa na bwana mtume Muhammad laitwa Suqu Munakha. Ni soko ambalo alijenga bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama kwa kuwa Waislamu waweze kuwa na uchumi. Nimefurahi katika kongamano hili kuna mada inahusu uchumi. Kama viongozi walijua, kama unapozungumzia migogoro lazima uzungumzie uchumi, kisha lazima uje kuzungumzia sulhu. Ni vitu ambavyo mtume alivifanya alipoingia katika mji wa Madina. Nadhani kongamano hili limeandaliwa na wasomi walijua falsafa ya bwana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Baada ya kujenga soko mtume, masahaba wakaingia sokoni kwenda kujenga uchumi, na mtume aliwaunganisha udugu wa Islam. Ilifika kiwango mpaka mtu ilikuwa yuko radhi kumtoa mke wake kumpa mtu mwingine, bali mtume alikuwa ana mbinu. Katika moja ya mbinu zake alimchukua Abdurrahman bin Auf, akamchukua na Saad ibn Rabi', akawaunganisha udugu, akamwambia kuanzia leo Saad ndugu yako atakuwa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman hapa ni mgeni katika mji wa Madina, wewe ni mwenyeji, lakini Abdurrahman bin Auf huyu ni mfanyabiashara, alipotoka ni mfanyabiashara, na wewe Saad ibn Rabi' ni mfanyabiashara hapa. Mimi naamini nyinyi fikra zenu zikiungana mnaweza mkaleta kitu hapa katika mji wa Madina. Wale wakaungana wakawa ni ndugu. Na hapa unapata kitu kwenye elimu ya biashara, kuna kitu kinaitwa B2B network, business to business network. Yani mfanyabiashara wakati fulani ili biashara yake iweze kutanuka na apate network nyingine ya biashara, ni lazima akutane na mfanyabiashara mwenzie. Kama unafanya biashara ya machungwa, lazima uwe na utamaduni wa kuwa na network ya wafanyabiashara wenzio wa machungwa, ili ujue kwamba Segera machungwa anauzwa shingapi, Msanga Ngongele nyumbani kwetu Zaramoni shingapi, ukienda kule sijui wapi anatoka Vikumburu shingapi. Yani network hii ya wafanyabiashara inakusaidia kuweza kukua kibiashara. Sasa mtume ndio mwanzilishi wa mwanzo wa hii theory ya B2B network, business to business network. Alimuunganisha Abdurrahman bin Auf na Saad ibn Rabi', lao likawa ni moja, wakaingia kufanya biashara katika soko la Madina, na mwisho wa siku Abdurrahman bin Auf akawa ni katika moja ya mabilionea wakubwa wa Kiislamu waliowahi kutokea katika ulimwengu. Historia inaonyesha ndiyo sahaba aliyetoa farasi 700 katika vita vya Khandaq au katika vita vya Ahzab, inafahamika hivyo katika tarehe. Ndiyo sahaba aliyetoa farasi 700. Siku moja nipiga mfano nikawaambia, ukienda posta kule Dar es Salaam, posta kuna mahala wanauza farasi. Farasi mmoja anauzwa milioni mpaka 19 kwa hivi sasa. Piga mahesabu, milioni 19 mara 700 shingapi? It's a lot of money, billions of money. Alitoa Abdurrahman bin Auf kumpa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, akapiganie jihad, na mwenyewe Abdurrahman bin Auf akawa yuko mbele katika jihad. Lakini alitoka Maka kuja Madina akiwa ni lofa, lakini mtume baada ya kuwaunganisha na kuondoa misuguano na migogoro waliokuwa nayo, Waislamu waliweza kupata nguvu katika mji wa Madina, waliweza kupendana na Uislamu ukapiga hatua. Ndugu zangu, faida ya kuungana, nimalize maneno yangu nikae chini, tunaweza kuipata. Tunapata wahdatul umma, tunapata umoja katika Uislamu ambao unaweza kutupeleka katika malengo na shabaha ya kuupeleka mbele Uislamu, ambayo moja ya mbinu aliyoitumia mtume kuweza kuupeleka mbele Uislamu ilikuwa ni kuhakikisha Waislamu lao linakuwa ni moja. Migogoro siku zote huwa inarudisha nyuma nchi, inarudisha nyuma dini, taasisi, chochote unachokijua, familia, ukoo, vyote vinarudi nyuma kwa sababu ya migogoro. Niwakumbushe kitu kimoja,
pale Marekani wakati huo miaka 200 nyuma iliyopita, takriban 200 nyuma iliyopita au 150, kulikuwa na kitu kinaitwa Jim Crow laws. Walitunga sheria maalum ya kuwabagua watu weusi. Kulikuwa na migogoro mikubwa sana kati ya watu weusi na watu weupe katika taifa la Marekani, na ilitungwa sheria maalum kwamba basi ambalo atapanda mtu mweupe, mtu mweusi haruhusiwi kupanda. Mgahawa au hoteli ambayo atakwenda mtu mweupe, mtu mweusi haruhusiwi kwenda. Kulikuwa na mifarakano mikubwa sana. Wakaja wakatokea wanaharakati mbalimbali wa Kimarekani, wakina Malcolm X, wakina Martin Luther King walikuja kutokea. Ni katika moja ya wanaharakati wakubwa waliokuwa wanapambania kupatikane suluhu ya watu kuishi pamoja, watu waweze kuelewana, wapige hatua kwenye taifa lao. Ndio ile moja ya hutuba ambayo alikuja kuitoa Martin Luther King, inaitwa I have a dream, ninayo ndoto. Na moja kati ya maneno aliyokuwa anayazungumza kwenye hutuba yake, moja ya ndoto yake ni kuiona Marekani inakuwa ni kitu kimoja. Yaani ili Marekani ipige hatua, ni lazima Marekani iwe ni kitu kimoja, watu wasibaguane, watu wasifarakane. Ndio ile hutuba yake I have a dream. Ni moja kati ya hutuba bora duniani. Waandishi wengi wa vitabu wameirejea hutuba ile kwa sababu kuna maneno mengi mazuri. Kwa hiyo ndani yake alikuwa ana ndoto ya taifa la Marekani liweze kuungana. Walipokuja kuungana na walipokuja kukubaliana watu weusi na watu weupe wakae mahala pamoja, na ile sheria kuja kufutwa, Marekani imepiga hatua. Yale matunda au maendeleo yale ya Marekani mnaoyaona ni kwa sababu walikubali kufuta sheria kandamizi ambazo zilikuwa zinazalisha migogoro baina yao. Mwisho wa siku leo kila mmoja anatamani kwenda Marekani. Mtu akienda kuapply visa pale ubalozini akikosa analia machozi kwa sababu anataka kwenda Marekani. Kwa nini? Anaamini akienda Marekani ametoboa. Lakini Marekani haikuja from nowhere. Marekani ilikuja baada ya wao wenyewe kukubali kukaa chini kwamba tukae pamoja, tujenge nchi yetu, nchi yao ikawa ni nzuri. Niwapeni mfano mwingine mzuri sana. Mimi nimeishi South Africa. Bahati nzuri nimesoma, kuna chuo kimoja kinaitwa Jamiat Mahmudia, kipo Springs, Johannesburg. Nimekaa pale miaka 5, najua. Kuna kitu ambacho kilikuwa kimetokea kuanzia mwaka 1948 mpaka mwaka 94. Kulikuwa na kitu kinaitwa apartheid kilikuja kutokea. Yaani kulikuwa na sheria pale katika nchi ya Afrika ya Kusini, mkaburu ilikuwa akikaa mahala fulani, mtu mweusi pia haruhusiwi kwenda pale. Kwa mfano, Afrika ya Kusini kuna sehemu wanapaita Western Cape. Kule Western Cape walikuwa wanakaa wazungu. Kule Mzulu, Mkosa, sijui nani haruhusiwi kwenda kule. Wazungu wale makaburu walikuwa wanakaa East London. Kule ilikuwa haruhusiwi kwenda mtu wa kawaida. Nadhani baadhi yenu kuna filamu moja inaitwa Sarafina, mtakuwa mnaijua. Kuna watu washawahi kutazama movie ile filamu inaitwa Sarafina. Ile wamechukua baadhi ya matukio namna hali ilivyokuwa katika nchi ya Afrika ya Kusini. Bali ilifika hatua ilikuwa mkaburu anaweza kumtemea mate Mzulu. Akimkuta njiani anamtemea mate. Hivi ndivyo hali ilivyokuwa. Bali ilikuwa hairuhusiwi mkaburu Mzulu au Mkosa kumiliki ardhi hata ya mita 20, ilikuwa hairuhusiwi. Yaani unagewa kisehemu kidogo, miguu 10 kwa 10 ndio kisehemu chako. Maeneo mengi waliyachukua watu weupe, watu weusi wakawa hawaruhusiwi hicho kitu. Lakini baadaye walipokuja kukaa, Mandela akafanya harakati zake, Afrika ya Kusini ikakombolewa, wakaja wakakaa chini, wakaijenga nchi yao. Leo wanaishi pamoja, na ukienda Afrika ya Kusini ni katika moja ya nchi Afrika zilizopiga hatua za kimaendeleo. Ni kwa sababu walikubali kukaa chini na kumaliza tofauti zao za ubaguzi kwa ajili ya kuijenga nchi yao. Rejeeni, kuna kitabu kinaitwa The Long Walk to Freedom. Amekiandika Nelson Mandela, anaelezea mchakato na harakati za watu weusi namna gani walivyokuwa wanapambana na namna gani taifa la Afrika ya Kusini waliweza kukaa mahala pamoja, mwisho wa siku wakaweza kuijenga nchi yao. Lakini mwisho Rwanda, 1994 Rwanda genocide, juzi tumeweza kuona Wahutu na Watusi wameuana, more than 1 million people killed. Zaidi ya watu 1,000,000 waliuawa, lakini mwisho wa siku walikaa chini, wakakubaliana, leo wameijenga nchi yao. Ukiingia Kigali ni nzuri, inavutia, sijui, lakini kwa Afrika Mashariki
kwa mji ambao ni msafi, unavutia, sijawahi kuona kama Kigali. Lakini walikubali kujenga nchi yao. Maana yake ni kwamba tukikubali kuondoa mifarakano, maendeleo ndiyo yanakuja mahala popote. Lakini tukikaa katika mizozo na mifarakano, kamwe hatuwezi kupata maendeleo. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Al Mubajjal TV Tanzania, chemchemu ya elimu.